Leo ni siku ya kuadhimisha siku ya walimu wa Kifaransa duniani hapa Ngara. Walimu wote tunayo furaha kubwa sana juu ya sherehe hii. Ndugu mgeni rasmi, chama cha walimu wa Kifaransa Ngara kiliundwa tarehe 1 mwezi wa 8 2025 kutokana na wito wa chama cha walimu wa Kifaransa taifa ambao walishauri tuunde chama hicho. Chama chetu kinaitwa Chama cha Walimu wa Kifaransa Ngara, kwa kifupi NGAFTA, kikiwa na wanachama 40. Kati yao 30 ni walimu wa shule za sekondari na walimu 10 ni wa shule za msingi za watu binafsi. Idadi ya shule zinazofundisha lugha ya Kifaransa ni 21 kwa shule za sekondari na shule 7 za msingi ambazo ni binafsi. 2. Malengo ya chama. Ndugu mgeni rasmi, wakati wanachama walipokutana kwenye kikao walipitisha malengo yafuatayo: A. Kutengeneza mtandao thabiti utakaowezesha kutafuta walimu hao wa Kifaransa wakiwa shule za msingi na sekondari. B. Kufanya vikao tofauti ili kuimarisha umoja wetu unaodumisha mshikamano. C. Kukuza umahiri wa walimu kwa kutumia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp juu ya mada ngumu kwa kutumia mfumo wa maswali na majibu. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, chama kilifanikiwa kufanya mambo yafuatayo: 1. Kuanzisha chama huru kinachoruhusu kila mwanachama kutoa maoni yake juu ya mada inayosumbua. 2. Chama kimeshafanya vikao viwili ambapo kila mwanachama alitoa maoni yake. 3. Chama kimekuwa na mawasiliano ya karibu kati ya viongozi wake, viongozi wa mamlaka za kiserikali ndani ya wilaya ya Ngara. Kwa hiyo umoja umekuwa imara thabiti. 4. Chama kina ushirikiano wa karibu kwa viongozi wa kitaifa, yani tafti. 4. Changamoto zinazoikabili NGAFTA. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na juhudi walimu wanazozifanya katika ufundishaji wa somo la Kifaransa, wanakutana na changamoto kadhaa ambazo wanatamani leo uweze kusaidia utatuzi wake. A. Chama hakina kompyuta inayoweza kusaidia viongozi kufanya shughuli mbalimbali za chama. B. Upungufu wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia kama vile TV, redio, flashi na vitabu vya Kifaransa. C. Kukosekana kwa motisha kwa walimu kama vile mafunzo kazini kwa ajili ya uboreshaji wa lugha hii. D. Mtazamo hasi wa kijamii ambao bado unazidi kuwa changamoto katika uboreshaji wa lugha ya Kifaransa. Namba 5. Maombi. Ndugu mgeni rasmi, tunakuomba utusaidie kutatua changamoto zilizotajwa hapo juu, maana zinatuathiri sana katika ufundishaji na ujifunzaji wa somo la Kifaransa. Shukrani. Ndugu mgeni rasmi, tunakushukuru sana kwa kushiriki nasi na kwa uwepo wako. Tunafurahi sana kuwa pamoja. Wakati mwingine usisite kuja Ngara. Pia tunatoa shukrani zetu kubwa kwa ofisi ya mkurugenzi mtendaji, afisa elimu sekondari, afisa elimu msingi, afisa elimu kata wote, hasa kata ya Ngara mjini, na wakuu wote wa shule, walimu wakuu wa shule za msingi kwa ushirikiano mkubwa wanaotoa pale tunapohitaji. Hitimisho. Mwisho, tunakutakia safari njema wakati utakaporudi nyumbani. Wape salamu zetu familia yako na wafanyakazi wenzako.
Nafahamu kwamba kwa wengi wenu kama sio wote, leo ni kwa mara ya kwanza mmehudhuria sherehe kama hii duniani. Mataifa mengine yamekuwa kisherekea, lakini sisi ni mara pili tu tunafanya sherehe kama hii hapa Tanzania. Kwa hiyo imekuwa ni bahati kwa Mwangara kushiriki kwenye tukio kama hili. Lakini pia kwa wanafunzi wetu wa high school ambao wanasoma KLF, mmekuja mmepata ladha kidogo ya Kifaransa, mmeona walimu wanafanya activities mbalimbali na kuhudhuria mkutano, basi iwe chachu kwenda kwenye kujifunza Kifaransa. Kifaransa kina fursa nyingi. Kiacha walimu, kuna fursa kwenye utalii, kwenye mambo ya diplomasia, uhusiano wa kimataifa. Kwa Kifaransa kinafungua fursa nyingi sana. Tutapata nafasi siku moja tutakuja Muyenzi kuja kutembea, kuongea na watoto, amini kwa maana ni wanafunzi, kuhamasisha kuhusu umuhimu wa lugha ya Kifaransa. Mnachojua ni kidogo sana, lakini fursa ziko nyingi sana. Na bila kuambiwa huwezi kuzijua. Kwa sababu Kifaransa ni somo sio la lazima, halisomwi na wanafunzi wote, ni somo la kuchagua. Kwa idadi ya wanafunzi wanaochagua somo la Kifaransa na walimu nilionao inatosha kabisa. Lakini pia kwa idadi ya vitabu vinavyoletwa na serikali na idadi ya wanafunzi wanaosoma somo la Kifaransa. Mfano kwa mwaka huu kidato cha 4, wanafunzi watakao kwenda kuhitimu kwa maana kufanya mtihani wa somo la Kifaransa ni wanafunzi 30. Kwa kidato cha pili waliofanya mtihani wa taifa wa somo la Kifaransa ni wanafunzi 46. Lakini kwa kidato cha pili nimetoka kupokea vitabu 50 kutoka serikalini. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba uwiano wa kitabu ni kitabu kimoja kwa mwanafunzi mmoja. Kwa changamoto hiyo upande wa shule yangu kwa kweli sina, ninaishukuru serikali maana inatekeleza na inahamasisha watoto kujifunza lugha hii ya kigeni ambayo ni adhimu sana na ni lugha ambayo nadhani itawasaidia watu wengi hasa wa Tanzania kuweza kujipatia ajira, lakini kuvuka mipaka na kuweza kufanya mambo yao mbalimbali. Ni mwamko mdogo wa watoto na uhamasishaji wenyewe. Kwa sababu hili tayari lishaitwa ni somo la ziada, sio somo lile ambalo liko katika yale masomo ya msingi 7, ni somo la uchaguzi. Kwa hiyo unakuta watoto wenyewe mtu anaamua kwamba ngoja niende kwenye mchepuo mingine. Lakini pia uhamasishaji upo tunafanya, lakini mwisho wa siku unakuta watoto wenyewe ari ya kusoma, lakini na jamii yenyewe kwa ujumla kwa maana ya wazazi kutotilia mkazo au kutojua umuhimu hasa wa somo hili. Lakini kwa upande wa shule kama walimu tunahamasisha na idadi tulionao ni ndogo, lakini tunaamini tutaendelea kuweka uhamasishaji zaidi ili idadi hii iendelee kupanda siku hadi